Wapendwa mabibi na mabwana, hii ni ibada ya kusifu na kuabudu, ibada ya maombi na maombezi, ibada maalumu ambayo tunapata nafasi ya kutoa dhabihu na sadaka yetu ya fungu la 10. Ni ibada ya kwanza katika mwezi wa Mei. Lakini pia ni siku katika kalenda ilikuwa imepangwa kuwa siku ya Cantate Domino. Dayosisi yetu ya Mashariki na Pwani imeisogeza siku hii ya Cantate Domino ifanyike Jumapili ijayo, yaani tarehe 10 ya mwezi wa Mei, Jumapili ijayo, next Sunday. Kwa sababu hiyo, sioni sababu ya kuhubiri somo liloko kwenye kalenda, na sikuona sababu, kwa sababu siku ya kusifu, siku ya Cantate Domino pengine litasemwa na mhubiri atakayepangwa hapa. Kwa sababu ya muktadha na maudhui ya mwezi Mei, tulikuwa na maadhimisho ya Mei Mosi, sikukuu ya wafanyakazi. Na wiki hii tunatembea kwenye falsafa na theolojia ya kazi. Kwa hiyo, na kile ambacho nitafundisha na nilichotumwa kufundisha katika ibada hii, na hasa tunapotoa sadaka yetu ya zaka, fungu la 10 linalotokana na kazi za mikono yetu, nitazungumzia falsafa na theolojia ya kazi. Kwa hiyo tafadhali, somo letu la leo linasema tofauti ya kazi na mahangaiko. Tofauti ya kazi na mahangaiko. Mwambie jirani yako, mchungaji anasema ujue tofauti ya kazi na mahangaiko. Mwambie, mtikise kwenye bega, mwambie ujue tofauti ya kazi na mahangaiko. Tofauti ya kazi na mahangaiko. Hilo ndio somo letu la leo na ndio thimu yetu. Tafadhali soma pamoja nami katika kitabu cha Luka, ule mlango wa 10 mstari wa 2. Luka mlango wa 10 mstari wa 2, Biblia inasema hivi: akawaambia, Yesu akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Watenda kazi ni wachache. Mavuno ni mengi sana, lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika mavuno yake. Watenda kazi limetamkwa mara 2 katika kitabu hiki cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 17. Yohana mlango wa 5 mstari wa 17. Yohana mlango wa 5 mstari wa 17. Biblia inasema, Yesu akawajibu, Yesu huyo akawajibu, na anawajibu watu wa ibada hii ya leo, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Tenda kazi mara 2 katika mstari mmoja. Tenda kazi. Baba yangu anatenda kazi 1, nami ninatenda kazi 2. Nirudishe kwenye kitabu cha Luka mlango wa 10 mstari wa 2. Akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi, tenda kazi 3 ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi, tenda kazi 4 katika mavuno yake. Kwa hiyo theme hapa ni watenda kazi, na hili ndio neno la Mungu. Tutulie tuombe. Mungu mtakatifu, Baba, katika jina la Yesu, uhimidiwe kwa sababu unaishi, unamiliki na unatawala. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, na asante kwa kuwa unapenda kusema na kanisa lako waziwazi, na wewe ni Mungu ambaye hautanyamaza hata leo. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo. Ulitukuze jina lako, umwadhimishe Roho Mtakatifu ndani yetu katika wingi wa mafunuo na akili njema itokayo kwako. Ulibariki neno lako, nalo halitakurudia bure. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Wapendwa mabibi na mabwana, nimesoma mistari 2 tu ambayo nisingependa ikuchoshe, na ninapenda kuleta wasilisho au mafundisho yetu ya asubuhi ya leo katika kichwa kinachosema tofauti ya kazi na mahangaiko. Tofauti ya kazi na mahangaiko. Na lazima uijue tofauti ya kazi na mahangaiko. Na ninazo hoja za kifalsafa na hoja za kitheolojia wakati dunia nzima inapoangalia juu ya muktadha
na maudhui ya maadhimisho ya siku ya wiki ya mfanyakazi na kufanya kazi. Hoja ya kwanza, nitakuwa na hoja mbili kubwa nitakazo discuss. Lakini hoja ya kwanza, kuna tofauti kubwa sana kati ya kazi na mahangaiko. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kazi na mahangaiko. Hiyo tofauti ni kubwa mno. Na watu walio wengi wanazaliwa mpaka wanakufa wakihangaika na sio kufanya kazi. Asilimia zaidi ya 90 ya watu wanapozaliwa mpaka wanakufa hawajawahi kufanya kazi, lakini wana mahangaiko. Na hata unaweza ukamuuliza mtu, vipi bwana? Anasema, bwana kesho nitakuwa niko kwenye mahangaiko yangu. Hii ajali ilitokea lini? Ajali ya moto ilitokea nilipokwenda kwenye mahangaiko yangu mjini. Nilipokuwa kwenye mahangaiko yangu mjini. Nilipokuwa naenda kwenye mahangaiko. Hata watu wamegeuza kuwa ni salamu, mahangaiko. Sijajua wanaofanya kazi ni wangapi, lakini ningependa uelewe tofauti iliyopo kati ya kufanya kazi na mahangaiko. Maana ya neno au tafsiri isiyo rasmi ya neno kazi. Kazi ni tendo la kufanya shughuli, wajibu au jukumu fulani kwa kusudi la kuzalisha matokeo, mafanikio, huduma au maendeleo. Nitarudia tena. Tafsiri isiyo rasmi ya neno kazi ni tendo la kufanya shughuli, wajibu, jukumu fulani kwa kusudi la kuzalisha matokeo, mafanikio, huduma au maendeleo. Hiyo ni tafsiri isiyo rasmi ya neno kazi. Na mahangaiko. Na hapa tusikilizane walio wengi. Mahangaiko. Neno mahangaiko linaweza kueleweka kama hali ya msukosuko, harakati nyingi, pilika, timbwili, au juhudi za kufanya jambo fulani. Na juhudi ya kufanya jambo fulani. Na linasindikizwa na Zaburi inayosema, wa kwanza kuamka, wa mwisho kwenda kulala, na kukawia kulala, lakini pia na chakula cha taabu. Hawa kwenye mahangaiko. Mahangaiko katika muktadha wa somo hili ni hali ya kukosa utulivu wa kufanya jambo moja, kutokuwa na utulivu wa ndani kwa sababu ya mawazo mengi, hofu, wasiwasi, au kujishughulisha na mambo mengi kwa wakati mmoja kiasi kwamba mtu anashindwa kuelekeza nguvu zake vizuri kwenye jambo moja muhimu. Na hapa tunapotafsiri juu ya nguvu kuu. Kila mtu hapa duniani ana nguvu kuu. Sasa ile nguvu kuu ambayo Mungu ameiweka ndani yako, unaweza kujijua tu kwamba wewe ni left or right hand, ni left hand or right hand. Unaweza ukajijua kwamba wewe ni mashoto, una nguvu katika mkono wa kushoto au una nguvu katika mkono wa kulia. Una nguvu katika lipi? Wengine mna nguvu katika kusikia, mkaelewa sana darasani, mnaita magenius, watu wenye brain. Hapo watu wana nguvu fulani katika maisha yao. Wengine wana nguvu katika biashara, wengine wana nguvu katika uongozi, ni karisma. Yaani watu hata nguo yake watu wanaiga tu. Kulikuwepo kuna kitu kinachoitwa Kaunda suit. Yaani Kaunda alikuwa akivaa nguo, dunia nzima wanataka kuvaa kama Kaunda. Na alitoka hapo Ikulu kwenda kaburini. Influence ya Afrika, Kaunda suit. Lakini kuna mtu kama Nelson Mandela, nguvu katika uongozi. Miaka 27 magereza, kunyimwa uhuru
Hakuna kitu kibaya duniani kama kunyimwa uhuru. Unajua sasa hivi ukiondoka, unajua una kiporo chako cha matembele, yani una vitu vingi tumevipanga. Lakini ukiwa hauna uhuru, ni saikolojia ngumu sana kwa mtu wa kawaida. Lakini miaka 21 ya kuteswa kisaikolojia bila uhuru, akatoka Nelson Mandela, akaongoza South Africa, mweusi wa kwanza kuongoza South Africa, akavaa shati South Africa. Waafrika wote wanavaa shati inaitwa Mandela design. Influence. Na wale watu ambao wanasema, wale wanaojua juu ya leadership na falsafa ya leadership, leadership it is about influence. Kama hauna influence usijangaishe. Leadership it is about influence. Sasa kuna watu wana nguvu katika uongozi. Sitaki nitamke sana, sitaki kuleta fitina kwenye mambo ya uongozi, akata eleweki. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Influence. Tu anavaa nguo South Africa, Tanzania, mpaka huko Moshi huko kwa Wachaga, unakuta mzee amevaa shati nini, Mandela design. Kwa hiyo nataka kukuuliza jambo moja hapa. Wewe una nguvu katika jambo gani? Hivi wewe unafanya kazi au una mahangaiko? Unafanya kazi au una mahangaiko? Umewahi kufanya kazi au huwa una mahangaiko? Labda uangalie reference yetu hapa, reflection yetu fupi hapa, uone juu ya kazi. Hivi wewe unafanya kazi au una mahangaiko? Kazi, kuna mikakati, kuna uvumilivu, kuna mafanikio, kuna maisha bora, kuna kujenga kwa ajili ya baadaye, kuna kuwekeza kwa uvumilivu, kuna mambo mengi. Hizi ni kazi. Upande wa pili sasa, mahangaiko. Huwezi kukaa na kazi moja, leo hii, kesho ile, baadaye nyingine, matokeo hakuna mafanikio ya ukweli. Haya ndio mahangaiko. Haya, leo umeshaenda kufanya mapishi, umeshaacha. Kesho unataka kufanya biashara, ushaacha. Kesho kuto unataka kuwa mtaalamu wa IT, umeshaacha. Kesho kuto unataka kupiga picha, umeshaacha. Mahangaiko na kukosa kufikia kwenye malengo na maendeleo. Mungu alifanya kazi ya kuumba dunia kwa siku 6. Na hata sasa anafanya kazi, sio mahangaiko hata kidogo. Mungu aliyekupulizia pumzi ya uhai ni Mungu aliyewahi kufanya kazi. Na Yesu anaposema Baba yangu anatenda kazi, hata sasa ninatenda kazi, na sio mahangaiko. Nataka uone reflection yetu, uweze kuona siku zile ambazo Mungu aliumba. Day 1, Mungu aliumba mwanga. Mungu ni Mungu ambaye aliumba, alifanya kazi, sio mahangaiko. Mungu alifanya kazi ya kuumba dunia kwa siku 6 na sio mahangaiko. Na hata sasa angali akifanya kazi. Day 1, mwanga. Day 2, mbingu. Day 3, ardhi na majani inaonekana pale. Siku ya 4, mwezi na nyota. Mpangilio wa kazi. Mpangilio wa kazi kabisa, kwamba leo naenda kufanya kitu fulani, sio naenda kuhangaika. Siku ya 5, viumbe vya majini na ndege. Ujue tu kwamba hata kunguru aliumbwa kabla yako. Ukimwona kunguru msalimia, alikutangulia kunguru. Naleta fujo kwa kunguru, paka tu amekutangulia. Hata samaki za kambale wamekutangulia kadiva. Samaki walikutangulia kadiva. Perege zilitangulia wapare wote. Siku ya 6, wanyama wa ardhi na binadamu. Wanyama wa ardhi na binadamu. Na mtu ndiye alikuwa kitu cha mwisho katika kuumbwa, katika viumbe vyote Mungu alivyoviumba kwa Uliankulu
barabara ya 13 Tabora, waliimba. Sasa Mungu alifanya kazi yenye mpango. Anajua leo nafanya hiki, kesho nafanya hiki, na kila akifanya alikuwa anafanya personal critical evaluation, tathmini binafsi. Na alikuwa anasema ikawa asubuhi ikawa jioni, siku ya kwanza Mungu akaona ni safi, ni njema sana. Alikuwa anajipa max. Siku ya 6 nako alijipa max nusu. Ilipofika baadaye kidogo akasema no, si vyema huyo mtu akae peke yake. Nilishafundisha hapa kwamba society imeanza katika kujikosoa. Na ndoa ilianzia, wazo la kutengeneza ndoa ilianza katika kujikosoa kwa Mungu mwenyewe, akasema si vyema. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anafikiri ana haki, hakoseagi, huyo sio binadamu. Hawezi kuishi pia kwenye society. Na kiongozi yoyote asiyekubali kujikosoa hawezi kuishi kwenye society, hawezi kuongoza. Sifa ya kiongozi ni kujikosoa. Hiyo ndio sifa kubwa sana ya kujikosoa. Na Mungu alijikosoa, akasema si vyema huyo mtu akae peke yake. Mimi kwenye Biblia nimeona Mungu akijikosoa mara 2. Mara ya kwanza ni hapa alipotengeneza taasisi ya ndoa, ndoa inayozalisha familia, familia zinazotengeneza society, kunakotoka mkoa, kunakotoka wilaya, kunakotoka nchi, kunakotoka mataifa, kunakotoka Umoja wa Mataifa, level za kimataifa, kutokana na kujikosoa. Mungu akasema si vyema huyo mtu akae peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo ukimwona mtu kwenye ndoa anashupaza shingo, mimi sioni kama nimekosea hapo, mimi sioni, hiyo ndoa utaivunja tu. Huwezi kukaa kwenye ndoa iliyoanzishwa na Mungu katika falsafa ya kujikosoa, na wewe mwenyewe unajitia una haki. Nipeleke kwa mchungaji Kimaru uje nikuone. Bwana asifiwe. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Haleluya. Nataka kusema nini hapa? Mara ya pili Mungu kujikosoa, alisema Musa, hawa Waisraeli ni mafisadi, tena wenye shingo ngumu, kesho na waua wote, alafu wewe nitakufanya kuwa taifa kubwa. The power of counseling. Unaweza ukajikosoa kwa kushauriwa pia. Washauri wana nguvu kubwa ya kukusaidia kujikosoa. Musa akamwambia Mungu, excuse me, please. Mwanadamu aliyemshauri Mungu ni Musa. Akamwambia, are you serious kwamba unataka kuua hawa watu? Unajua dunia itasemaje? Watu walioona ukigawanya bahari ya Sham na Farao na huko Misri watasema wewe tapeli, ulikuwa una mahali pa kuwapeleka, na ndio maana umewaulia jangwani. Na kushauri kwa moyo wa dhati, kwa upendo tu, airisha upumbavu huu uliokusudia kuwatendea hawa watu. Acha Mungu, acha. Kuna wanadamu walizaliwa duniani, mmoja wapo ni Musa, anamwambia Mungu acha. Mungu akakaa naye akasema, hapa nimezingua, hapa nimezingua kwa ajili ya hasira. Musa akasimama akamwambia Bwana, waache hawa watu wakae. Basi Mungu akamwambia, basi kwa ajili yako nimewaacha. Israeli ipo haipo? Inatuletea tu matatizo ya kupanda mafuta sasa hivi, lakini ipo. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Haleluya. Ipo. Nataka kuzungumza hapa ni kwamba Yesu na Mungu ni wafanyakazi hata sasa. Lakini Biblia inasema mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Na watu wanasema maisha ni magumu sana kwa akili yao. Na mwingine anasema nafanya lakini sioni faida katika haya ninayofanya. Nataka nikuhakikishie Biblia inasema mavuno ni mengi sana, lakini problem ni watendakazi. Na hapa tunapoelekea sasa, tuna shida kubwa ya watendakazi. Kama si katika bara la Afrika, basi Tanzania. Watu ambao wanaweza kufanya kazi. Once unapokuwa na idea ya kuanzisha kampuni, unaweza kuanzisha kampuni. Kwa mfano, unaweza kuwa na idea ya hoteli, unakuwa na idea ya shule, na Mungu amekupa ndoto nzuri, shule, hospitali. Watendakazi sasa, upate mwalimu
atakayesimamia shule iwe na jina, atakayefundisha hao watoto. Upate mtendakazi atakayetenda kazi kwenye hiyo hoteli ifae, ambao wengine umemweka hapo hotelini, akiondoka ameondoka na Brenda leo, kesho anaondoka na frampeni, kesho kuta ameondoka na friji. Shuleni kesho ameondoka na laptop ya shule, kesho kuta ameondoka na madaftari, ana tuition zake huko mtaani. Hiyo shule itakaa iende. Idea tunazo. Watu wako hapa wamekopa benki, watenda kazi. Taasisi kubwa, watenda kazi. Wako wapi watu wanaotenda kazi? Nirudishie kile kitabu cha Luka ule mlango wa 10 mstari wa 2 pale. Nisome tena hili neno masikioni mwenu. Biblia inasema hivi. Yesu akawaambia, mavuno ni mengi lakini watenda kazi. Theolojia na falsafa, watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana awape, muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi katika shamba lake. Kwa maana nyingine, shule ulionayo inaweza kuwa na hundreds and thousands za wanafunzi. Problem, watenda kazi. Saluni yako inawezekana watu wakasafiri kutoka Kongo kuja kwenye hiyo saluni. Problem, watenda kazi. Hiyo hospitali yako inawezekana watu wakapanda ndege kama tunavyokwenda India kuja kwenye hiyo hospitali. Problem, watenda kazi. Kiona watu wanakwenda India si kwa sababu nyingine, si mashine unaweza kuzigugu, mashine zipo tu. Watenda kazi. Mimi kuna mzee wangu wa kanisa nikiwa mchungaji wa usharika wa Kijitonyama, alienda hospitali moja, nisiitaje. Sijajua kama alikwenda hospitali ya hapa nchini au alikwenda ya East Africa, lakini ni hospitali hizi za Kiafrika. Najua siku hizi neno la, na siku hizi nina adabu siku hizi. Na adabu tangu mmenipa siku 60. Na mimi nawavizia hivyo hivyo. Sasa akaenda hospitali. Akaambiwa anapaswa, alikuwa na shida, anaumwa na mgongo mpaka mgongo ukaanza kupinda namna hii. Mgongo, pingili pamoja na kiuno. Yaani mpaka anashindwa kukaa. Hawezi concentrate kwenye ibada kama hivi. Hawezi kukaa. Kwa hiyo akaenda hospitali mojawapo sasa hapa Afrika. Akaambiwa unatakiwa ufanyiwe upasuaji, uwekewe sijui chuma gani na nini, vitu kibao. Akarudi ofisini kwangu akaniambia, mchungaji, ninakwenda kwenye upasuaji wa uti wa mgongo, unachanganywa sijui na kiuno sijui na vitu gani. Aliponieleza nikafanya maombi kwa ajili yake, lakini roho akanikosesha amani. Nikamwambia, kabla hujafanya upasuaji, kwa nini usiende kwa ajili ya check up? Mbona una hela nyingi tu? Asema hela unamwachia nani? Alafu vile jamani Mchaga. Wachaga nao wanakusanya hela lakini bahili. Wanakusanya hela, si unakusanyia nani hela? Jamani, mwe mnaangalia na afya zenu. Hata hapa ninapotamka retreat twendeni, wengine walio wana hela zao hawataenda. Wanakuambia kazi. Acha ufe. Uviache tugawane siku ya matanga. Shauri yako. Sasa nikamwambia, haya mahela yote ulionayo ya kazi gani? Kama Mungu tu alinitumia. Nikamwambia nenda kwa check up. But kuna rafiki yangu mmoja alikuwa India, nikawasiliana naye akamconnect na hospitali moja India, akaenda. Hapo kwenye hiyo hospitali alikokwenda alishaandikiwa operation. Ameenda India, ameambiwa pole sana. Ameshatumiaga na madawa mengi, akamwambia haya pia yameleta matatizo, akaorodheshwa matatizo. Kwanza akapewa dawa ya kuondoa allergy zilizokuwa mwilini na sumu ya dawa zilizokuwa zinataka kwenda kuua figo. Sema moja. 2, akaambiwa uhitaji upasuaji, unahitaji kuogelea kwenye swimming pool. Mavuno ni mengi lakini watenda kazi. Akarudi hapa, ni Mchaga, alikuwa ana swimming pool nyumbani kwake, hajawahi kukanyaga hapo hata siku moja. Asema nilijengeaga watoto. Kuna na rafiki zangu walioko hapa wachache, najua nyumbani kwao kuna swimming pool. Haleluya. Haujawahi kushusha hapo mguu. Kwanza una nafasi. Umejenga kwa ajili ya wageni, wengine ni mahali pa kupiga picha. Yaani nikamuuliza ile swimming pool paka ukaambiwa India. Yaani amepanda ndege, amefika India, ameambiwa anahitaji swimming pool, kuogelea kila siku mara 3 per day, angalau
akae kwenye maji kwa dakika 45 kila mara. Akae kwenye maji, aogelee hivi. Mchaga sasa na maji. Na kuna Wachaga nao wametengeneza swimming pool na hawajai kuoga hata mferejini kwa maji ya baridi. Hapa kuna mtu mmoja rafiki yangu, najua kama ana swimming pool. Wasiwasi wangu sijamuona akiogelea, labda kama leo atakwenda kuogelea anipigie picha, anitumie. Huyu naye ni Mchaga. Namfahamu rafiki yangu, my best friend. Sijajua mimi. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Akaambiwa kuogelea mara 3 kwa siku. Akapewa swimming pool pale India. Akakaa pale kwa siku wiki 2 anasimamiwa kuogelea. Akaanza kupata nafuu kidogo. Akasema, inawezekana nini? Mbesavo. Akarudi. Aliporudi mimi nampokea, namwambia vipi, habari ya kwako? Ananiambia mchungaji, ni aibu, sijafanywa operation. Manake alirudi kidogo, ila alikuwa ashakata center bolt. Akarudi kidogo, amenyoka kidogo. Sasa nikamwambia, mbona umenyoka? Wamekunyosha na nini? Anasema, bwana, nimeenda kuambiwa eti dawa yangu ni swimming pool, sijapewa kidonge chochote. Akarudi hapa akaogelea. Ndani ya miezi 6 amerudi mpya mpaka kesho. Hajawahi kupata hiyo shida tena. Watenda kazi, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi hivi. Unaendaga hospitalini machinjioni, utajua mwenyewe. Mimi simo na maadhimisho ya kila mwaka. Wapendwa, watu wengi si watenda kazi, lakini Mungu ni mtenda kazi. Watu wengi si watenda kazi, lakini Yesu na Mungu ni watenda kazi. Ukiangalia kwenye reflection yetu hapa, unaweza ukaona mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Watu wengi si watenda kazi, lakini Yesu na Mungu ni watenda kazi. Unajua wapendwa, ninaposema kazi, ninamaanisha ya kwamba ni muhimu sana uache mahangaiko na uanze kufanya kazi. Kuna mtu hata aliyeko hapa kwenye ibada, akisimama hivi, ukimsimamisha, ukiangalia alivyovaa kuanzia juu mpaka chini, unaiona kazi kabisa, kwamba huyu mtu alienda Ilala akatumia muda mrefu kuchagua mtumba wake, au alienda Kitumbini akachagua kwa muda mrefu kitenge. Lakini kuna mtu mwingine ukimsimamisha hapa kuanzia juu mpaka chini ni sambasinde, mahangaiko. Yaani unajua tu hapa nywele mahangaiko, blouse yake mahangaiko, viatu mahangaiko, unajua tu. Lakini una watu ambao wakisimama hivi, smartness, unajua hapa kuna kazi imefanyika. Oh my God. Hata hapa Kijitonyama leo kwenye ibada, ukiona watu wameimba na ukaona watu wanaamka wenyewe kutoa sadaka bila kuambiwa saa ya sadaka, kazi. Hayo makofi hayatoshi. Pigie Bwana vigelegele vya shangwe, haleluya. Kazi. Sasa nachoweza kuzungumza hapa, nasema anza kufanya kazi, acha mahangaiko. Na pengine hapa nitapambanua kidogo juu ya mahangaiko, tofauti iliyopo basi kati ya mahangaiko na kazi. Mahangaiko na kazi. Watu wanahangaika katika mambo mengi. Wanahangaika. Na una mahangaiko katika mambo mengi. Mungu akujalie upate nafasi ya kuona kitu ambacho unaweza ukakifanya katika maisha ya kwako. Vijana wengi ninaowaona leo ambao ni wahubiri, wengine ni walimu, wengine ni waimbaji, vijana wenye karisma fulani leo. Mimi sijui kama mnahitaji mitandao ya Facebook na Instagram na mitandao mingine ya YouTube na mitandao mbalimbali ya kujirusha picha zenu na kazi mnazofanya. Sijaona hata mmoja. Kweli kabisa, sijaona hata mmoja. Lakini kile ambacho unafikiri unakihitaji, unahitaji kichaka cha maombi kama Elia na kama vijana 4 wa Kiebrania, Shadrach, Meshach na Abednego. Unahitaji pori kama Daudi, ukitoka unamwangusha Goliati. Wako hapo watu wachache wanao nielewa sawa sawa.
Mahangaiko yanakutuma ufungue chaneli nyingi, na kitu unachokifanya huko unazidi kuboa watu na kuharibia watu MB. Yaani hakuna kitu unafanya kinagusa mioyo ya watu. Nataka nikuambie ukweli. Kwa nini? Disappear before you appear. Kila sheria ya mbegu yoyote ya kuota huwa inaanguka ardhini, inakufa, inapotea. Ikipotea inainuka. Wewe hujawahi kupotea hata siku moja. Nilishafundisha juu ya sheria ya mbegu na sitaki kuzungumza hapa kurudia. Lakini naona jinsi ambavyo mna jitihada ya mitandao mbalimbali. Niko hivi. Sawa. Lakini tukifika tunaona hicho kitu. Unarusha wimbo kwenye mtandao, hata hiyo kompyuta yenyewe haitaki kusikia. Sio watu, hata hiyo kompyuta haitaki kusikia. Uone watu wanaokufollow. Kwa sababu Biblia inasema sheria ile ile moja, kwamba palipo na mzoga ndipo anapokusanyika tai. Kama hakuna kitu, hakuna mtu analazimishwa kukufollow. Watu wanaangalia huyu mtu ana impact gani, tunamfuata, tunamfollow ili nini. Lakini mimi nawashauri vijana hawa, Shadrach, Meshach na Abednego, walijichimbia mahali wakala mtama na maji miaka 3, 3 years. Sio jambo dogo. Elia alikaa miaka 3.5 porini. Daudi alikaa miaka isiyohesabika porini. Lakini alipotokea duniani Elia, moto ulishuka kutoka mbinguni. Sijui kama naongea na watu wangapi hapa. Kama kuna vijana wanaonielewa, wangempigia Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. You must go deeper. Problem ni ile ya Petro, anavua samaki pwani. Yesu alipofika akamwambia, just go deeper. Nenda mpaka kilindini, uende ukashushe nyavu. Go deeper. Kuna go deeper in pastoral ministry. Ukiwa mchungaji tu umebarikiwa peke yake, na padri tu umetumwa kwenye utume, kama hujaenda deeper in pastoral ministry, utakuwa wa kawaida tu. Ukiwa mfanyabiashara ambaye hauendi deeper kwenye idea ya kibiashara, you will remain the same. Utakuwa tu mtu wa kawaida. Asante sana. Utakuwa tu mtu wa kawaida tu, wa kawaida sana. Lakini once unapofikia mahali ambako una go deeper, unaimba just go deeper. Fanuel, just go deeper. Unataka kwenda zaidi, chini zaidi. Unasoma deeper. Unafanya, wewe ni engineer wa ujenzi, deeper. Asante sana. Kwa hiyo unahitaji kwenda deeper, unahitaji kwenda zaidi. Unahitaji kwenda zaidi ya hapo ulipo. Na tunaposema bidii ni zaidi ya kawaida, kwa hiyo unapaswa kuongeza bidii yako zaidi ya mahali ulipo na kile ambacho unakifanya. Lazima uende deeper. You must go deeper katika kila kitu. Na watu wa juu, una maisha ya juu, una kipato cha juu, una uchumi wa juu, una jina la juu, una influence ya juu, una maisha ya juu, una mipango ya juu, unaishia juu. Lakini tunataka watu wanaoweza kwenda deeper. Una nini unakifanya? Waza juu ya falsafa yake. Hauwezi kuwa na mambo yote. Unaweza kuwa na kitu kimoja. Nataka kuzungumza juu ya tofauti ya kazi na mahangaiko. Tuna engineer mmoja, my best friend. Na hapa nitaje tu, alikuwa anafanya kazi TANESCO. Mshahara wake wa kupeleka nyumbani almost miaka hiyo 3 million plus. Akafika mahali, nazungumzia juu ya miaka 15 iliyopita, akataka kuacha kazi TANESCO. Ni engineer. Tena alikuwa manager si wa zono gani sijui. Ataka kuacha kazi. Aliposubutu kuambia nyumbani naacha kazi, ukoo mzima ulitaka kuandamana. Huwezi kuacha kazi. Yeye anasema anaacha kazi.
Kumbe alikuwa anasema naacha mahangaiko, nataka kufanya kazi. Na ondoka kwenye ajira, nataka kuanza kufanya kazi za kwangu. Anasema, ananishuhudia, ananiambia, mchungaji, hiyo siku miguu yote ilikuwa inashake. Lakini akaniambia, mke wangu nitamshukuru mpaka siku ya kufa. Akaniambia, ndio, unaweza kuondoka kwenye ajira na mimi nakusupport. Entire family walikataa. Marafiki zake walikataa. Ana shemeji yake, kaka wa mke wake, anamwambia, shemeji, unataka kuondoka kwenye ajira? Anambia, ndio. Kwa nini? Anasema, nahisi ninaweza kufanya kazi kubwa kuliko hii. Akamwambia, basi umeamua vizuri. Sasa siku ya kuandika barua ya kuacha ya kujiondoa kwenye ajira, kalamu na karatasi, mke wake ndiye aliongoza sala ya maombi. Walipomaliza, andika barua, mkono kiti, unaenda kule unarudi huko. Inamkia mrefu. Akashindwa kuandika. Usifanye mchezo. Yaani mahangaiko ya kutoke ni gharama. Ni gharama. Sasa yule shemeji yake akamwambia, shemeji, huu mwandiko sijawahi kuona, hata darasa la kwanza una afadhali. Karatasi ya kwanza umechafua, ya pili karatasi 3 anakosea. Kila sentensi ana makosa. Kiingereza chote kimeisha kwa kichwani. Akamwambia, shemeji, mimi niruhusu nikuandikie mwenyewe barua. Kwa yule shemeji yake akakaa pale, akamwandikia barua, akamaliza, akamwambia, unaweza kusaini? Akamwambia, labda mkinipikia kahawa kwanza. Kwa hiyo akapikiwa kahawa, baadaye akasaini. Barua ikaenda ya kujiondoa kwenye ajira. Baadaye ameestablish company na akaanza kufanya kazi na kampuni yake ya ujenzi kwa ajili ya tenda mbalimbali, manguzo, kupeleka umeme huko vijijini, kutengeneza barabara, kutengeneza majengo. Kampuni ya ukandarasi kubwa tu inayodili na mambo ya electrical, electronics na vitu vingine vya civil engineering. Navyozungumza hapa, kila mwaka ninapata nafasi ya kukaa naye. Mwaka jana nilikuwa nakufundisha wafanyakazi wake kwenye hiyo kampuni. Watu anaowalipa milioni 3+ leo ni watu 170 kwenye makampuni yake. Nje ya hapo anawalipa mishahara mikubwa kuliko hapo. Kuna mishahara mingine midogo. Ana stafu ya watu zaidi ya 700 ambao anawalipa kutoka kwenye brain yake. Hiyo ndio kazi, sio mahangaiko. Wafanyakazi watapiga makofi. Wameelewa. Mwaka jana nilikuwa na kikao naye na kufanya hizo economic counseling na ibada maalumu ya kuwafundisha na training na retreat ya wafanyakazi wake. Akaniambia turnover aliyofanya mwaka jana, yani turnover ya fedha ambazo zilizunguka kwenye kampuni walipokuwa wanaangalia ripoti ya fedha kwenye kampuni zake, mambo ambayo amefanya, ni zaidi ya bilioni 900. Zaidi ya bilioni 900 ambazo zimepita kwenye kazi zake kwenye kampuni moja. Sema kampuni nyingine na ya pili, kampuni moja tumepitisha bilioni 900, kampuni nyingine bilioni 700, kampuni nyingine bilioni 1000+. Ananiambia, mchungaji, nazungumza juu ya turnover ya mabiz kwenye kampuni zangu zilizoko hapa nchini, zilizoko nje, ambazo ninafanya nao kazi. Lakini anakumbuka nilitoka kwenye mahangaiko, akaamua kufanya kitu kinachoitwa kazi maisha. Akaamua kufanya kazi maisha. Nilishawahi kuzungumza hapa juu ya mama mmoja alikuwa na CPA, several masters, alikuwa kwenye shirika moja la insurance, lakini alikuwa anapika chapati na chai, anaenda kuuza ofisini. Mahangaiko. Akaja Muhindi mmoja na Waarabu kwa ajili ya insurance. Wale wa jamaa wakakubali zile chapati sana. Wakamfuata inbox baadaye, wanamuomba, tunaomba tafadhali utusaidie utaalamu wa hizo chapati. Anasema, bibi yangu mimi, mtu wa Mtwara, bibi yangu amenifundisha kupika chapati.
Wakaja wakamwambia tunaomba tukuajiri. Akasema unazungumza juu ya CPA officer? Unaniajiri kwa cheo gani? Mshahara pale alikuwa kwenye nyumba ya kupanga, watoto wake wanasoma St. Kayumba, hana maisha. Wale Waarabu wakamwambia bwana tunakuomba hata kama hautaki uwe partner na sisi kwenye kampuni yetu ya bakery. Na wanafungua bakery zao, wanazo South Africa, wana Nairobi Kenya na baadhi ya nchi za Kiafrika, Egypt, lakini Jordan pamoja na Dubai pamoja na Saudia. Waarabu ambia bwana tunakuomba uwe partner na sisi, usaini mkataba na sisi kama tunaweza kupata mapishi ya hizi chapati. Leo amehamaga na hapa Tanzania, anaishi Dubai, amejenga, ana maisha yake, na hapa watoto wake walibadilishwa mara moja, elimu yao wanasoma nje. Kazi na mahangaiko. Alihangaika sana, akajikuta yuko kwenye insurance na ni CPA officer, akasahau kazi ambayo ni ya mikono yake ya kupika chapati aliyofundishwa kutoka kwa baba, kwa bibi yake, bibi mzaa baba, bibi wa Kimakua, bibi. Hamjawahi kujua kuna kazi tunaziacha zenye destiny ya maisha yetu from the family, alafu tunaenda kutangaza, tunaenda kuhangaika na mahangaiko huko. Lakini nataka kuangalia juu ya kijana mmoja, Daudi. Daudi aliacha mahangaiko ya mavazi ya chuma na dirii ya Sauli na kuchukua kombeo kama kazi maisha. Daudi ameenda amesema naweza kumpiga Mfilisti. Sauli akamwambia, akamletea mahangaiko kwanza. Unajua mahangaiko huwa yanatangulia kabla ya kazi. Akamletea mahangaiko, vaa mavazi haya. Sasa mavazi haya walikuwa wamevaa, wao waliyavaa, yaliwasaidia nini hayo mavazi? Shida ilikuwa mavazi, shida ilikuwa mtendakazi. Tendakazi. Mavuno ni mengi. Hata mavuno ya kumwangusha Goliati is there. Lakini watenda kazi. Wakamletea mavazi ya chuma avae. Daudi akaenda akaona haya mahangaiko. Akamwambia Sauli, sijavijaribu vitu hivi, siwezi kwenda navyo. Nataka kuvivua. Hebu punga mkono pamoja na mimi hapa. Watu wa mahangaiko kadiri ninavyohubiri, basi wanahangaishwa kwenye usingizi, hawa wako Kariakoo mahangaiko. Wanasinzia. Utahangaishwa mpaka lini na maroho yao ya usingizi? Wacha kitanda nyumbani kwako, kulala kanisani. Kuna mshamba kuliko wewe. Hebu punga mkono pamoja na mimi hapa. Ndio wale wa mahangaiko. Umezaliwa mweusi, unatumia mkorogo, unataka kuwa mweupe. Mahangaiko. Mahangaiko tu. Sio kitu kingine, mahangaiko tu. Mahangaiko. Unataka kuwa kama fulani, kuwa wewe. Hata kama una sura ya kifusi kama mimi, baki kwenye kifusi hivyo hivyo. Haleluya. Cream, kujichubua, kubadilisha mwendo. Wewe mwembamba unatembea hivi kwa sababu umemwona mama fulani na Mungu kamjalia kajaza akienda hivi, na wewe una nafasi gani? Unafika katikati ya watu hapo, siti inakutosha kwa sababu unaona wengine wana maipsi yako kule, na sogeni nikae hapa panitoshe, pana kutosha. Shida. Mahangaiko. Wewe jichomeke hapo kwenye daladala, unaenea. Hizo ipsi za hivyo hatujaziona. Unazionaga tu kwenye picha, hazipo. Mahangaiko. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Nywele zako za kipilipili kila saa unarudisha nywele. Unaso wewe nywele, mahangaiko. Mahangaiko. Halo. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Wako wapi watu hapa ambao wananielewa sawa sawa? Mabibi na mabwana, Daudi alifanya kazi maisha. Amepewa mavazi, anaona haya mahangaiko. Haya mahangaiko. Akaambia nitakwenda nipigane na Mfilisti. Kwa jambo gani? Nilipokuwa porini nilishadisapia before nimeapia hapa leo.
Lakini kabla ya kuapia nilishawahi kudisapia. Sheria ya mbegu is there. Nitampiga kwa kombeo, nitamwendea na vifaa vyangu vya kichungaji. Akamwangusha Goliati. Goliati akianguka, haanguki peke yake, anaanguka na ufalme, anatoa na nafasi ya fursa za kifalme, na Daudi akawa mfalme aliyetukuka zaidi katika kabila la Israeli na taifa la Israeli. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Kwa hiyo akatumia kombeo kama kazi maisha. Mimi nachozungumza hapa jamani, nazungumza juu ya kazi maisha. Sio kila kazi ni kazi. Kazi maisha nyingine mahangaiko, na utahangaika mno, yani una mafadhaiko ya kukutosha. Lakini juu ya Musa aliacha mahangaiko ya kuwa mwanamfalme, prince katika nyumba ya Farao. Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akajua haya ni mahangaiko, mimi kujiita Misri ni mahangaiko. Na ameelimishwa na amekaa katika nyumba ya Farao 40 years, tangu akiwa na siku na wiki alipookotwa kwenye mto wa Jordan, katika mto Nile. Alipopelekwa kwa Farao alielimishwa elimu ya Kimisri, alikaa miaka 40 katika nyumba ya Farao. Lakini baadaye akajua hapa nimezingua. Anasema no, this is not me. Mimi sio wa hapa. Binti Farao anamwambia, wewe ni mwanangu, nilikuokota majini, jina lako ni Musa. Sema hapana, nina kazi maisha. Kuwepo katika nyumba ya Farao ni mahangaiko. Mahangaiko yakampeleka kwenda kuua watu. Mahangaiko. Kampiga Misri, kamfukia kwenye mchanga. Mahangaiko. Lakini baadaye aliondoka kwa kesi ya mauaji. Akakimbilia Afrika. Na hapo ndipo alipokuja kukutana na Mungu aliyesema naye katika kijiti kinachowaka bila kuteketea, katika miti na vijiti vya Afrika. Tumsifu Yesu Kristo. Akapata kazi maisha ya kuikomboa Israeli, kazi maisha iliyompelekea kumshauri Mungu, fanya kazi Musa, fanya kazi, mpaka akafia kazini. Mungu akashuka mwenyewe kumzika mwanaume anaitwa Musa. Mazishi yake, kaburi lake, sanda yake na ibada ya mazishi aliongoza Mungu peke yake. Na nikasema lazima Mungu naye ni wafadhili. Unajua mtu aliyekutoa mahali lazima umkumbuke. Mungu alipokumbuka kwamba kuna wakati nilizingua Musa kanisaidia, ilibidi Mungu aje mwenyewe kwenye mazishi yake, mwenyewe kuja kuongoza mazishi yake na kulificha kaburi lake. Na wakasema kama kaburi la Musa lisingefichwa, leo watu wangeenda kuabudu kwenye hilo kaburi. Kazi maisha. Mabibi na mabwana, Simon Petro alikuwa na mahangaiko ya uvuvi wa samaki. Uvuvi wa samaki, ananuka shombo, akipita karibu na mpare, wapare wote wanaenda naye wakiamini kuna samaki huko mbele. Na wapare ni watani wangu, wakiongozwa na Kadiva. Lakini Yesu alipokutana naye kwenye mahangaiko hayo, mbingu zilishamwona na hangaika katika kuvua samaki. Yesu akaja akamwambia Petro, tangu leo hutakuwa ukivua samaki, utakuwa unavua watu. Akambadilisha, akaenda kwenye kazi maisha, akawa askofu wa kwanza, lakini pia akawa papa wa kwanza. Na leo kuna kitu kinachoitwa St. Peter. Kila mara nimesema hapa. Kuna mtoto mmoja wa muuza madafu huko China, aliacha mahangaiko ya kuwa mhasibu katika benki kuu ya kwao huko China. Alikuwa anafanya kazi kwenye benki kubwa sana, benki kuu ya kwao. Sasa baba yake ni muuza madafu maarufu, amesoma na hela ya madafu, ameishi kwa hela ya madafu. Ikafika siku akajiuliza, hivi hapa mimi ofisini nafanya nini? Kwa mfano naona mahangaiko tu. Akaacha kazi, akaacha mahangaiko niseme,
Akajiondoa kwenye ajira, akarudi nyumbani. Akamfuata baba yake kijijini. Baba alikuwa ameenda kuuza madafu. Aliporudi akamkuta, akamwambia, na mimi baba kesho naenda kuuza madafu na wewe. Akamwambia, unafanya nini? Akamwambia, kwa nini? Akamwambia, nafikiri kama kwenye madafu pametoka degree zangu zote, nafikiri bado kuna kitu kwenye madafu. Baba akaona mtoto ana mtambiko na ule mrumwe, yani ana mizimu. Akajaribu kumgombeza, akamwambia, wala usijihangaishe kwa sababu na kazi hizo za ajira nimeshajiondoa baba. Excuse me. Akakaa pale. Akaenda na baba yake wiki ya kwanza, wiki ya pili. Alikuwa amesevu vihela vyake kidogo. Ana akili ya benki ya kukopa. Akatengeneza project yake, akatengeneza kiwanda kidogo cha yale maji ya madafu, kuyahifadhi na kuyapack, na akaanza kupack. Leo ana viwanda vimetapaka almost China nzima, sio hicho kimoja, mbalimbali vya matunda na kupaki, na kinachoongoza ni ile package ya madafu. Kazi maisha. Ningempiga makofi mengi yanayoeleweka. Hayo makofi yatoshi. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Kwa nini nimetoa mifano yote hapa? Nini kufafanua tu. Sasa juzi, nafikiri mwezi uliopita, nilikasirika sana. Kijana mmoja ni mwanangu. Ni miongoni mwa wale naofanyia mentorship program ya kwenye mambo ya uchumi. Sasa akaja, ni nesi, ni mvulana, ni nesi. Amefanikiwa. Amejenga nyumba yake, very executive house. Nimeenda kuiweka wakfu mwenyewe. Nzuri. Amehamia kwenye nyumba yake. Ni wale vijana ambao wanapilika. Anaweza kwenda kwenye internet akagoogle, akaangalia vitu kwenye nursing program, seminar, warsha hivi. Mara ameenda South Africa, mara Taniaga, nimeenda Egypt, nilikuwa Cairo, mara nimekuwa Ethiopia. Yani ni kijana wa hivyo. Anajitahidi kweli. Amejitahidi. Mke wake ana gari, yeye mwenyewe ana gari, amemfungulia mke wake kabiashara, watoto wanasoma, wako academy, wanasoma, maisha yanaenda. Mahangaiko. Akaja akaniambia, nataka kuondoka kazini, naenda sasa kusoma uhasibu. Sasa nikamwambia, katika vichaa, wenye kichaa ni mmoja wapo, wewe una uchizi kabisa kwa kichwani. Ni nini umekosa hapa? Ananiambia, nafikiri nikiwa mhasibu na nikaja. Namuuliza, plani yako ni nini? Labda unataka kuwa mhasibu na usome masomo ya uchumi, una jambo unataka kuwekeza labda kwenye biashara au nini? Anambia, kwa mfano nikija kuajiriwa benki. Nikamwambia, sasa huyu tena yaani unaweza kuona mahangaiko. Nataka nikuambie, nilikuwa nafundisha kwenye ibada moja ya Morning Glory hapa. Mtu mmoja akanipigia simu live. Akaniambia, mchungaji, na masters 5, sasa nasoma ya 6. Ni nini? Ananiambia, nilisoma hii, nikaambia ukiunganisha na hii inakuwa na soko la ajira. Nikasoma na hii. Ana kichwa. Ni wa ndugu zetu hawa ambao wanaongea Kiswahili kwa shida. Kutoka Bukoba. Bora ucheke na mimi ninywe maji. Watu wana brain, wamekulaga supu za samaki kabla hawajazaliwa. Wana akili ajabu. Sasa huyo ananiambia, na masters 5 nasoma ya 6. Na hata ukiniambia zote, hata moja sijawahi kufanyia kazi. Na sina faida na hizo masters zote. Nilikutana naye mwaka juzi. Nafikiri ni mwaka juzi. Wakati wa mafungo, nafikiri wa kumaliza mwaka, nikafundisha hapa sense of purpose. Kusudi la kuwepo. Ndio yule dada anapata akili. Ananiambia, hivi nifanye nini? Nikamwambia, njoo tafadhali tukutane. Tukakutana. Tukazungumza, nikaangalia uwezo alioko ndani yake. Nachotaka nikuambie leo, katika masters zote alizosoma, wala hakuwahi kuajiriwa. Lakini kumbe ndani yake kulikuwa kuna kitu kikubwa sana. Na ameanza kuapply kile kitu kikubwa ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Establish company, ameanza kuwekezaji, na ameenda kwa kasi kubwa sana. Yale mahangaiko ya kusoma, amesoma, yani nilikuta ana age naenda miaka 40 sasa. Hajawahi kuolewa, hakuna dada hujambo, saa ngapi, nani atamsalimia? Yuko na presentation saa zote.
Sasa wapendwa, mabibi na mabwana, ninawaomba tunapoadhimisha mwaka huu, lakini pia tunapokuwa hapa kwenye ibada hii ya kutoa sadaka ya fungu la 10. Nitakuwa mwizi tu labda ambaye sijakamatwa kama nitaendelea kuambia leteni sadaka, leteni mafungu ya 10, leteni sadaka, lakini sijazungumzia kazi. Nothing done. Mkipata kazi na uelewa wa kazi na falsafa ya kazi, mkafanya kazi, mtatoa sadaka tu. Wala sina mashaka na ninyi. Mtatoa sadaka nyingi tu. Na siku hizi tunakataa visadaka vya chenchi. Maana ni sadaka vya mahangaiko. Yaani kuna sadaka ikitolewa unaona hii sadaka ya kazi. Alafu kuna sadaka nyingine ikitolewa ya mahangaiko. Tangu umeshabadilisha mifuko mitano, umebadilisha mfuko huu, mara umeweka kwenye wallet, mara umeondoa umeweka hapa, mara umeondoa umeweka hapa, nyingine umeweka kwenye bahasha, unajiuliza hivi nipunguze kidogo, mahangaiko. Na sisi hatutaki sadaka za mahangaiko. Nataka sadaka za watu waliojipanga. Wapendwa, penye vichache pana masazo ya vikapu 12. Ni hoja yangu ya mwisho. Hoja ya pili na ya mwisho. Penye vichache pana masazo ya vikapu 12. Penye vichache pana masazo ya vikapu 12. Katika kitabu cha Injili ya Yohana, ule mlango wa 6, mstari wa 6 mpaka wa 13. Injili ya Yohana, mlango wa 6, mstari wa 6 mpaka wa 13. Tasoma kwa haraka tu. Na hilo alinena kuwajaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalolitenda. Mstari wa 7. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haitoshi kila mmoja apate kidogo tu. Mstari wa 8. Wanafunzi wake mmojawapo Andrea nduguye Simon Petro akamwambia, yupo hapa mtoto yu na mikate 5 na shairi na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Mstari wa 12. Enda 12. Nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote. Mstari wa 12. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shairi vilivyowabakia wale waliokula. Macho ubaoni. Niangalieni, macho ubaoni. Nataka uone reflection yetu hapa. Macho ubaoni. Angalia reflection hii ya mikate. Watu wamekula, penye vichache pana masazo ya vikapu 12. Kikapu cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 12 kutoka kwa mtoto mdogo aliyepewa na mama yake. Yesu amehubiri ibada ya kazi. Na watheolojia wanasema zilikuwa ni siku 3 mfululizo, usiku na mchana. Watu wako pale, hawakwenda nyumbani, wako kwenye ibada pale, wamekaa. Ibada ya kazi watu hawezi kukumbuka hata kama wanapaswa kwenda nyumbani. Ibada ya mahangaiko kila mtu anaangalia saa, hata maliza saa ngapi mahangaiko. Lakini hapa Yesu alikaa nao mpaka last time. Na acha nikuambie kitu ambacho hujawahi kuambiwa. Aliwalisha chakula mwisho wa ibada. Kuna watu hapa mna tabia ya kuondoka kanisani kabla ibada haijaisha. Nikuambie ukweli kama mchungaji, kuliko uje kanisani uondoke kabla ibada haijaisha, panga mambo yako. Haya ni mahangaiko. Panga mambo yako, sema tu Jumapili hii sitakwenda kanisani, full stop. Nini kinachokutoa nyumbani? Mahangaiko. Kama kuna ibada, kaa kwenye ibada kama kazi. Ufike mwisho wa ibada, ndipo mahali panakotokaga baraka. Hayo makofi yatoshi, piga yanayoeleweka ya shangwe, haleluya. Mambo ya kusumbua wachungaji, mapadri paka wanawatishia msiondoke, msiondoke. Mimi nasema leo ondoka. Just go. Mungu ana watu wengi. Nenda mwana kwenda. Mahangaiko. Kuna wakati, hata wakati wa youth fellowship, wanapoinuka kwenda kwenye madarasa yao, inabidi nitangaze, jamani, hao ni youth fellowship wanaenda darasani. Maana kuna mwingine akiona mtu amebeba pochi na yeye anatikisa kipochi chake. Mahangaiko, anataka kuondoka. Unajua anakoelekea. Hebu rudisha ile picha pale.
vikapu 12 kutoka kwenye samaki. Wamekula wanaume 5,000, wanawake wasio na idadi na watoto. Watheolojia wanasema ni zaidi ya watu 20,000 waliokula chakula pale. Penye vichache pana masazo ya vikapu 12. Usiogope kufanya kazi, wala usiogope kipato chako kidogo cha kazi. Ukisimama nacho cha kazi, utauona mkono wa Bwana. Washindi wachache wangesema amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Usidharau kipato kidogo cha kazi yako. Ndani yake kuna masazo ya vikapu 12. Wala usidharau elimu yako ndogo hata kidogo. Wala usidharau jambo ambalo ni dogo kama la kupika chapati dogo. Usilidharau. Watu wengine unaweza ukajidharau, lakini unaweza ukaangalia. Usihangaike na anwani, unahangaika na address, chapa, sijui unaangalia trademark, kujulikana, shirika kubwa duniani. Bali angalia sana mahali unapoweza kubarikiwa. Angalia mahali unakoweza kubarikiwa. Angalia yule bwana pale. Kuna mambo mengi huko, machapa, mambo yanayojulikana, makufanikishwa, maanwani makubwa, mashirika makubwa duniani. Lakini angalia mahali ambako panaweza kuleta baraka kwenye maisha ya kwako kabisa. Usihangaike, lakini angalia mahali unapoweza kubarikiwa. Watu walio wengi sasa hawajui ni wapi tunabarikiwa. Wanahangaika tu na mambo makubwa. Anafikiri akitamka mambo makubwa kwamba mimi niko ofisi sijui ya nani, mimi sijui niko benki kuu sijui ya wapi, mimi sijui niko World Bank, ni ofisa. Akasimama akataja na degree zake. Never. Lakini lazima uangalie. Vichache vilivyobarikiwa vitaandikwa kwenye kumbukumbu na vitabaki kwenye library, kama mtoto huyu wa mikate 5. Huyu mtoto na mhubiri leo aliandikwa kwa sababu ya penye vichache pana masazo na vikapu 12, na vinaweza kuandikwa. Vichache vilivyobarikiwa vitaandikwa kwa kumbukumbu. Naweza ukafanya kitu kikaandikwa kwa kumbukumbu kwa sababu ya vile vichache ambavyo Mungu ameviweka kwenye maisha ya kwako. Na kuna watu wengine hata leo kwenye ibada hawakuwa wamejiandaa kutoa sadaka ya fungu la 10 kwa sababu wanasema mimi bwana sio miongoni mwa hao. Nataka nikwambie usijidharau. Penye vichache pana masazo ya vikapu 12. Wingu la ukubwa wa kiganja cha mkono, palikuwa na mvua kubwa yenye chakula cha kulisha nchi iliyokuwa ina ukame wa miaka 3.5. Unaweza ukaangalia reflection yetu. Nchi ina ukame, imepasuka. Miaka 3.5 haijawahi kunyesha mvua. Lakini kule pana kiganja kidogo cha wingu. Elia anamwambia mtumishi wake, nenda kaangalie. Akasema, nimeona kama kiganja cha mkono wa binadamu upande wa mashariki. Akamwambia, upesi, nenda kamwambie Ahabu apande garini, ashuke, maana pana sauti ya mvua tele. Kwa sababu wingu la ukubwa wa kiganja cha mkono, palikuwa na mvua kubwa ya chakula, kazalisha nchi iliyokuwa ina ukame wa miaka 3.5. Usiogope katika uchache. Lakini nachoweza kusema hapa, nasema acha mahangaiko. Acha mahangaiko. Kama ningeambiwa nimefundisha nini leo, ningekwambia acha mahangaiko, fanya kazi. Fanya kazi. Ukiona watu ambao mtu ana wivu, yani labda ningesema hivi, nikupeleke maabara gani ili ujue kwamba bado una mahangaiko au unafanya kazi? Tofauti ya kipimo cha kawaida, cha kawaida kabisa. Ukiona una wivu, mtu akiimba vizuri, huwezi kuimba kama wewe, kama yeye, lakini unamuonea wivu. Choyo, una mahangaiko. Mimi siwezi kuimba kama mchungaji Metili, na Metili hawezi kuwa mimi. Siwezi kuwa na mahangaiko ya kumchukia Metili, kumtengenezea fitina,
kumkataa, yeye anaimba, dunia inasisimka. Sina pumzi kama ya kupiga hicho kinanda alichopiga huyu dogo. Sina pumzi hiyo ya kupiga kama alivyopiga saxophone vizuri mpaka watu wanasisimka kanisa zima. Na najua sasa bwana mdogo, watu watakuja kwenye tukio lako sana. Kwa namna ulivyopiga hapa, watu watakuja wengi tu. Ana pumzi ya saxophone na pumzi ya kufundisha, ndio maana umetulia kimya hapo kwenye kiti. Na pumzi ya kwangu. Yeye ana nafasi yake na mimi na nafasi yangu. Siwezi kumbania, siwezi kumzuilia, siwezi kumuonea wivu. Sina mpango na jambo hilo, kwa sababu la kwangu nitahangaika nalo. Kuna watu wanaonielewa hapa, wangempigia Jehova makofi ya shangwe, haleluya. Wenye mahangaiko ni hawa wanaenda kwa waganga, ni hawa wanaoroga, ni hawa wanaotengeneza fitina. Mahangaiko ofisini, wameshaenda kuchongea, wanajidai sijui poster master au mind master. Anafikiri kwenda kuingilia moyo wa bosi kazini, mastermind. Anafika hapo kama mastermind wake, kuchombeza fitina ovyo ili amfitini fulani. Kuna mtu ambaye ukimpa program ya IT dakika 5 ameshafanya kila kitu. Ana uwezo katika jambo hilo. Wewe ni wa kushoto. Huyo mtu kama yuko right, ni right, kama yuko left, ni left. Unaona wivu. Sasa wewe hata tukukabidhi mpira, unaweza kucheza kama Ronaldo? Tukukupa mpira, wewe utafanya nini kwa mfano? Wewe mpira tukupe, haya huwa hapo, tukuongee. Unaenda hatua mbili, wewe unahema. Una pumzi. Sasa ukiona kazini kuna fitina, mahangaiko. Ukiona kuna kugandamizana, huyu asija kazidi, asija kaonekana, mahangaiko. Na mtu mmoja alisema, unaweza ukafika mahali ukawasha mishumaa kama hii, alafu unang'ang'ana kuzima mmoja. Mishumaa mingine ni ya kwako, wende unaonekana, unaamua kuzima mishumaa mingine au mishumaa mwingine pale. Hata kama ikiwa mishumaa 20 hapa, ukazima mmoja, watu hawataangalia mishumaa 20 inayowaka. Wataangalia ule mshumaa mmoja uliozimika. Hivi kwa nini umezimika? Wewe unamzima mtu ofisini, watu watauliza, hivi kwa nini huyu anazimwa namna hii? Wakishajua watu, akili kumkichwa. People, they will understand. Watu wanaweza kuelewa kwamba kuna kitu ambacho huyu mtu anacho. Hawezi kuzimwa namna hii. Na wewe ni bingwa wa kuzima. Uko maofisini, mahangaiko. Kiwa na mahangaiko ya namna hii, unahangaika tu. Mahangaiko ni mahangaiko tu. Lakini kile ambacho naweza kusema hapa, kiona watu wanarogana, watu wanadhulumiana kazini, mabiashara, watu wananyang'anyana vitu, watu wanafanya vituko huko maofisini, fitina, sumu, poison, chuki, vinyongo, kuchafuana, ni mahangaiko. Kama ukimchafua mtu ndio heshima yako, wewe bure. Nothing. Yani kama hivi sasa mnakwenda kwenye mauchaguzi haya ya vikundi vyetu vya kwaya, unajua fulani alitoaga mimba, alafu ndio tukuchague kwa sababu ile alitoaga mimba. Kama udhaifu wa fulani ndio heshima yako, wewe hufai kabisa. Manake bado kwake unasubiri sana. Sijui kama nimeongea falsafa inayoeleweka. Unaweza ukapandishwa bila kumshusha mwingine. Unaweza ukaheshimiwa bila kumdhalilisha mwingine. Unaweza ukakubalika bila kumharibia mtu jina mjini. Unaweza ukakubalika. Na nenda kivyako vyako. Unaweza kupandishwa bila kuwashusha wengine. Unaweza kuishi bila kuharibu maisha ya watu wengine. Lakini ukishaona maisha yako yamekaa kwamba fulani nimharibie jina, fulani nimchafulie kwanza, wewe hovyo, hufai. Kama aibu yangu mimi ndio heshima yako, wewe huna maana. Kwangu unasubiri sana, sana, sana. Hautaweza kunifikia hata kidogo. Kama kilio changu mimi na sonona yangu mimi na
na maumivu yangu mimi ndio furaha yako, basi mimi ni bingwa. Hivi tunaelewana sawa sawa? Kuna watu ambao wameelewa sawa sawa. Kama kilio cha mtu, kama maumivu ya fulani, na kama huzuni ya fulani ndio heshima yako, ndio cheka yako, ndio furaha yako, wewe uko kwenye low profile, uko chini kwa kiwango ambacho hakifai, hauna quality. Kama msiba wa fulani ndio furaha yako, wewe uko chini mno, uko chini. Kama tu msiba wake, kama Biblia inasema kwamba upumbavu wa Mungu ni akili zetu, si ndio? Biblia imeandika akasema upumbavu wa Mungu ndio akili zetu, udhaifu wake ndio nguvu zetu. Sasa wewe tuko chini sana. Ukiwa unajaribu kutafuta mtu aliye ili wewe uonekane unafaa, wewe haufaagi kabisa. Wala kwenye ulimwengu wa watu wanaofaa haujawahi kukaribia wewe kuwepo. My God, sio kama nimeongea na watu wangapi hapa wangempigia Jehova makofi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, hii ni Mei, mwezi wa wafanyakazi, na Jumapili hii ni ya kwanza. Inawezekana ninapanda katika uharibifu, nina imani nitavuna na nitafufuka katika kutokuharibika. Wako wapi watu wachache wanaonielewa hapa, wanaosema amina? Nataka niwaambie kwa masomo haya ambayo nimefundisha leo, kuna watu wachache ambao majira kama haya mwakani watakuwa ni watu wengine. Wako wapi watu ambao wanasema amina hapa, wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe? Piga Yesu asikie. Haleluya. Ni maombi yangu mwe watenda kazi. Kwanza mimi nikifundishaga somo la kazi, watu wengi hawapendi kazi. Kwa hiyo hata nilipofundisha somo la kazi alafu nikaona mko active mpaka sasa, namrudishia Bwana utukufu na heshima. Nasema Mungu yupo, na bila shaka kuna watu watakaotenda kazi hapa. Inua mkono wako, mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Baba yangu anatenda kazi, hata sasa mimi ninatenda kazi. Namaliza kwa kusema hivi, wapendwa, once ukiamua kutenda kazi, siku ukiamua kutenda kazi, ukaongeza extra hour za masaa ya kufanya kazi, ukachange masaa yako ya kulala na ya kuamka, ukachange behavior, mindset yako, ukaamua tangu leo kwenye Jumapili hii ya kwanza, ukasema ninaamua sasa kufanya kazi, nipe siku chache, utakuwa umebadilika sana. Kwa maana mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Baba Askofu angeweza kuja kwenye ibada hii, lakini amekuja, anasafiri, anaenda nje ya nchi. Lakini amekuja akaniambia, mchungaji, kwenye lile begi pale na kazi zangu nimeandika, ni mstaafu lakini retired but not tired. Nimeandika. Hata kama sijajua umepata begi gani, ila $100 nazijua. Kwa maana vitabu vyake vishauzwa hapa kwa 1500, watu wameshapata si tu fedha peke yake, akiwa pale ameshahubiri kabla mimi sijahubiri. Ameshafikisha utume wa kichungaji. Na ameandika vitabu vingi, sio kimoja. Ameandika a lot of books, ameandika several books, vitabu vingi ameandika. Na anahubiri akiwa nyumbani. Mama askofu naye ameandika kitabu, kijarida hicho hapo. Na watu wameshapata, na mabinti watapona. Ni contribution kwenye society. Kukubali kufanya kazi. Ukiamua kufanya kazi. Sasa na mimi nataka nisimame kwenye hii madhabahu niseme hivi. Ninamaliza kwa kusema kuna watu ambao mtachange mindset zenu leo, mkahamua kufanya kazi. Ninawaambieni kwa neno la Bwana, mavuno ni mengi. Kuna mahela, kuna maheshima, kuna manafasi, kuna maviti, kuna wasi kama kuna watu wanaonielewa hapa, wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Kuna kila kitu. Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Mimi kuna kijana wangu mmoja yuko shamba, sitaki hata kusema sana, wenzake wasije wakasikia. Nikifika ninapenda miti, napenda maua. Kwa hiyo nikifika namwambia, hapa tutaotesha mboga za majani, pale tuna yale unayompangia. Ukirudi anafanya 10 times, mara 10 zaidi ya yale niliyompangia. Ana kimshahara chake cha mwisho wa mwezi, lakini huyo dogo anamaliza hela zangu. Jamani, ngoja nimshtakie kwa washarika. Yaani ukifika ukiona ile kazi, unajikuta mkono umeshaenda mfukoni,
umeshatoa hela. Wakati mwingine anajikuta hela anazompa za tipu kanunue voucher. Na mimi mchungaji Kuru ananifahamu. Mimi ofa yangu inajulikana. Sio ofa ya kitoto. Mimi sitawage ofa ya change. Unajua Kuru? Hata Henry anafahamu na watumishi wa Mungu walioko pale wanajua mimi ofa yangu inaeleweka. Hata sheka lakwe, sheka mzee mchungaji. Ofa yangu si unaijua? Si ya hela. Mimi natoaga change kwani? Mimi mtu wa kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Inawezekana wewe ukakaa kwenye kiti ukasema mchungaji ameenda kirefu. Mimi niko kazini hapa. Hebu punga mkono pamoja na kazi mbili ya kukutengeneza uwe mtu wa maana katika maisha yako. Kwa sema amina, alafu mpigie Bwana makofi. Sasa hata jana tena nimempa yule dogo ile. Nimeenda shamba jana nikakuta amefanya kazi yangu nzuri sana. Kuna mahali nimwagizia aoteshe maua, kaotesha vizuri. Na miti ameotesha vizuri. Nikafika, bwana dogo nakuachaje? Hela. Nikifika mwisho wa mwezi ameshapokea mara 7 ya mshahara wake. Alafu nikitoka huku mjini, si kuna t-shirt gani, sijui nini, God do it again, sijui kitu gani nikutana nazo, nampelekea zawadi. Kwa nini? Anafanya kazi. Wala usije ukaangalia mshahara, wewe fanya kazi. Niliwaambia walimu wangu wa shule ya Jerusalem hapa, msiangalie mnaingia kazini saa ngapi, mnatoka saa ngapi. Angalieni performance ya watoto. Wakisha perform vizuri, hiyo habari nyingine itakuja. Mwalimu mmoja kanifuata, mtoto wao alitoka kwenye shule fulani, kilaza, haelewi hesabu, nikamkabidhi mwalimu fulani, nikamwambia wewe fanya kazi. Extra hour, wenzake wakitoka kaa naye darasani. Juzi yule mwalimu akaletea bahasha. Milioni hizi. Ni siri yangu sasa, huyo mwalimu sitaki kumtaja. Haya ni mambo yetu ya ndani. 3,000,000. Kamuita mwalimu nikamwambia 3,000,000 hizi hapa kwa sababu umemsaidia yule mtoto. Huyu mama ameamua kulipa ada ya mwaka mzima kwako kama tipu. Na alikuwa nimempangia kwamba wenzako wakitoka utabaki na huyu mtoto hapa. Wenzako wakienda utabaki na huyu mtoto hapa. Akabaki naye. Sikumwambia 100 na sintampa na singempa 100. Fanya kazi. Mavuno ni mengi. Ghafla 3,000,000. Akatetemeka. Yule mzazi alikuja, tukakaa naye na nikamwambia amekuja kwa ajili ya hii zawadi. Na anatokea kwenye mkoa fulani wana adabu. Yaani ile kupokea tu ile zawadi. Ile kupokea tu ile zawadi kwa magoti. Zawadi alikuwa anatoa mama. Alipoona yale magoti, mwanaume sasa. Unajua wanaume ni wafalme. Wanaume akasimama, aliingiza mkono mfukoni bila kuhesabu na akatoa 1,000,000 tena. Kaambia kwa heshima ya kupokea tunakuongezea na sasa nyewe wenzangu mnasimamaka kama bendera. Unapewa kitu unata kazi ya kupokea. Yaani hata kupinda kidogo haupo. Sio kabila gani hili kabila hili? Sijalielewa hili kabila. Ila sio kabila la Mama Mari eti. Haleluya. Washindi wangempigia Jehova vigelegele. Ukipewa kitu Danania Mbaga, onyesha basi kazi ya kupokea. Hata kupokea tu kuwe na kazi. Basi bwana, tuishie hapa kwa leo eti. Na hili ndio neno la Bwana. Naomba tusimame tafadhali. Naomba tusimame, maana nikihubiri sana mimi mwenzenu naendaka kugombezwa nyumbani. Ngoja niishie hapo. Naambia angalia muda, angalia saa. Sasa nimekuvalisha saa ziko ukutani, angalia saa. Haya mama mchungaji, sitaki matatizo. Nimeshamaliza mama. Sasa nina maombi ya aina 3 leo. Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Wapendwa, mimi sihubiri ngonjera hata siku moja. Na mikono yangu haijawahi kuzaa mapoza hata siku moja. Na sihubiri neno kama vile, yani nitumie muda wenu wote alafu niwaache hata kidogo. Sio mchungaji wa hivyo.
Wa hivyo mtawatafuta kama watapatikana. Lakini natamani kizaliwe kitu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Nataka kuwaita watu wachache, na hasa specific, hasa kabisa vijana ambao wanasema unataka kucommit, unataka kuwa committed, unataka kucommit yourself. You must commit yourself, kudedicate life yako. You must change your mindset completely. Na kuishi kizembe na uzito na kutokujua cha kufanya na mahangaiko ni moja ya dhambi. Kwa hiyo nataka kuona watu wachache wanaopenda kuokoka asubuhi ya leo. I wish kama angekuwa na mhubiri mwingine, mimi ningekuwa wa kwanza. Kwa sababu I need to change my attitude. Nataka kubadilisha mtazamo wangu wa falsafa na theolojia ya kazi. Kwa hiyo kitu cha kwanza, vijana wachache wanaotaka kujicommit. Kama kuna watu wazima watakuja, lakini vijana wachache na wataka waje hapa mbele. Vijana wachache. Ni kwa jambo moja tu. Mungu nisamehe. Pengine nilikuwa sijajua umuhimu wa kufanya kazi, na sasa ninataka kufanya kazi. Ninawataka hapa. Akina mama Mari, mama Kitutu, mna dhambi nyingi, mtatubia kule kwenye kiti. Mtatubu mkiwa kule kwenye viti. Hebu aache hao watoto kwanza waje hapa madhabahuni. Hii ni theolojia ya Kiluteri. Ukija madhabahuni unakuja hujabatizwa, ukiondoka umebatizwa una jina. Ukija madhabahuni unakuja mwenye dhambi, ukirudi umesamehewa. Theolojia ya Kiluteri. Ukija madhabahuni umekuja hauna ndoa, kapera, mkirudi ni mume na mke. Theolojia ya Kiluteri. Sakramenti madhabahuni. Changes zozote kubwa, liturujia yoyote yenye kubadilisha maisha ya mtu, madhabahu. Nimewaita vijana. Na mimi nataka nikuambie, naandaa watu. Ninachokiomba kwa Mungu, Mungu anipe maisha marefu, maana nitawaona mkiwa mbali sana. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mungu mbinguni anawafurahia anapoona vijana wanakuja kwanza kanisani. Pili, hata wakati wa kuitwa kuokoka, kutubu, kuungama, kutengeneza maisha yao, wanakuja mbele. Mbingu za mbingu zinawashangilia. Vijana wengine katika mataifa mbalimbali yaliyoendelea hawajui hata kama leo ni Jumapili, lakini ninyi mmekuja hapa, hakika mtakuwa vichwa na wala sio mkia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa ninaomba kama umeketi huko usimame. Tunaingia kwenye maombi. Simama tu, inua mkono wako. Tunataka kuingia kwenye maombi kwanza kabisa ya kujiweka wakfu, maombi ya toba na rehema. Inua mkono wako juu, funga macho yako. Rudia maneno haya pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, wewe ni Mungu unayesamehe uovu na kuachilia dhambi. Na mimi ninakuja mbele za uso wako. Ninaomba rehema, Bwana. Yamkini nimekutenda dhambi. Nimetembea katika roho nzito na nimekosa kufanya kazi kwa wakati. Nilitembea kwenye mahangaiko. Leo ninatubu mbele za uso wako. Ninageuza moyo wangu kama vile Musa alivyosema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Na mimi leo Bwana, ninageuka sasa nione maono makubwa katika maisha ya kwangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tangu leo Bwana unirehemu. Mwana kondoo wa Mungu uichukuaye dhambi ya ulimwengu, unirehemu. Maana imeandikwa waziwazi katika neno lako, wewe ni Mungu unayesamehe na kuachilia uovu. Nami ninakuja mbele za uso wako Bwana, uniumbie moyo safi na roho iliyotulia ndani yangu. Geuza maisha yangu na mtazamo wangu na akili yangu, nikujua wewe Mungu wa kweli na Mungu wa pekee. Tangu leo futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ngoja niombe kwa ajili yako.
Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mikono hii iliyonyoshwa. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wameamua kujiweka wakfu, kubadilishwa na kuzaliwa mara ya pili, ili waondoke kwenye mahangaiko na kifungo cha mahangaiko katika maisha yao. Ninavunja roho ya mahangaiko, ninakemea tabia ya mahangaiko, ninavunja laana za kila namna katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, nimekwisha kusimama katika zamu ya kikuhani watangazia watoto wako msamaha wa dhambi, lakini sasa ninaandika majina yao kwenye madhabahu yako takatifu kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Pasaka, damu ya Kalvari, damu inenayo mema kinyume cha mabaya yote. Baba, ninawafunika kila mmoja kwa jina lake kipekee. Ninawaombea vijana hawa wa Kitanzania, vijana wa Kiafrika. Baba, ninawabariki, ninawatamkia mbaraka, ninawafunika na neema yako ya kimbingu. Uone moyo ya ibada, maana umesema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Na watoto wako wameamua leo kujiweka wakfu tena kwa upya, wakikujia wanaamua kutembea katika maisha yao. Mungu wa majeshi, ninaomba uso wako uende pamoja nao, usiwapungukie, usiwaache. Ninawataja madhabahuni pako. Weka roho ya kazi kama Danieli, kama Yusufu, kama Shadrach, Meshach na Abednego, kama Daudi. Uliwatumia vijana. Mungu, ninaomba watumie na hawa leo. Ninawabariki katika karama, katika huduma na vipawa na uwezo mbalimbali walio nao. Nimewatamkia mbaraka kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Tumpigie Bwana makofi mengi. Naomba msimame. Mungu awabariki sana vijana. Ninawaomba sana mwe mnashiriki kwenye ibada za Friday prayer. Jioni kwenye Friday prayer ni ibada ya vijana kwenye mlima wa Bwana, inapatikana haja ya mioyo yenu. Rudini pale mlipoketi, tumpigie Bwana makofi mengi. Natengeneza mabilionea hapa, natengeneza wafanyabiashara wakubwa, wanasiasa na viongozi wakubwa, wachungaji na maaskofu wajao. Na waambieni hivi leo, nimeomba Mungu anipe umri wa miaka mingi, nitawaona mkiwa watu wa ajabu. Pigieni Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.